Watu wengi wanaambiwa fikiri nje ya boksi, lakini hakuna nyenzo inayowawezesha kutoka uko nje ya boksi. Kwa wanaambiwa nini cha kufanya, lakini the how ndo wanashindwa kujua wanatokaje nje ya boksi. Siku moja nilikuwa bar, nikamuita mhudumu, nikampa shilingi 2000. Nikampa notebook, nikamwambia niandikie kitu chochote ambacho kinakujia kichwani bila kufikiri, ndani ya sekunde 3 wewe umeniandikia. Akaniandikia condom. Nikachukua kile kikaratasi nikaondoka nacho. Nikafika club, kulikuwa kuna bouncer pale nje. Nikampa 2000. Nikamwambia niandikie kitu chochote ambacho wewe hujakifikiria kichwani kwa sekunde 3 umeshaniandikia. Akaniandikia pistol. Pistol kwa maana ya bastola. Niliporudi nikasema natumia condom na pistol kama input kuzalisha kitu kimoja ambacho kitaweza kuwa natija katika jamii. Nikaanza kujiuliza maswali. Kuna uhusiano gani kati ya condom na pistol ambavyo vinaweza vikaungana vikatengeneza kitu kimoja chenye maana? Kwa akili ya kawaida unaona hakuna. Lakini nikaanza kujiuliza ni feature zipi ambazo hivi vitu viwili vina share. Condom ni transparent, lakini pistol ni protective. Hii ni flexible. Hii ni powerful. Hii ina barrier. Hii ni defensive. Hii ina prevent penetration. Ina prevent penetration. Hii ni intimidating, inatisha. Kwa hiyo ukiangalia hapa kuna key ambazo unaweza ukaziunganisha na ukapata context ya kitu kimoja. Mfano kwenye protectiveness, kwenye transparency, kwenye flexibility. Kajiuliza, kama hii ni transparent na hii inalinda na hii inalinda, what if tukatengeneza bulletproof nguo ambayo ni bulletproof, ambayo ni transparent, kwamba mtu akaivaa na isionekane kwa macho, ikawa inamlinda na risasi. Nikarudi kuangalia kwamba kikwazo kitakuwa wapi. Defense industry ni very sensitive industry, sio kila mtu anaweza kuingia. Taratibu zake na compliance zake ni mlolongo mrefu, kwa hiyo ni kikwazo. Je, tunawezaje kwenda kwenye kitu ambacho ni rahisi zaidi, ambacho kinaweza kuwa na manufaa zaidi? Swali, vipi kama tukapata kibanda cha M-Pesa ambacho ni transparent? M-Pesa kiosk ambacho ni transparent, kina operate masaa 24, cha gharama nafuu, ambacho ni bulletproof. Umeiona safari imetoka huku mpaka kufika huku. Inakuja gharama za kutumia material ya kioo ambacho ni bulletproof ni kubwa. Kwa hiyo hiki kioski cha M-Pesa ukiwalenga watu wakati na wachini hawataweza kuafford. Hicho ni kikwazo kingine. Je, unatokaje hapo? Proof. Vipi kama tukapata kioski cha M-Pesa ambacho kimetengenezwa kwa kutumia Super Adobe, material ya bei rahisi ambayo ni mchanga na mifuko, lakini kinakuwa designed katika namna ambayo kinakuwa ni mobile, kama ambavyo condom au bastola inabebeka,
na mwisho wa siku kikawa ni protective na kikawa transparent, kwa maana kwamba kinaonekana katika yale maeneo yenye huduma, alafu ukakitumia hiki kwenda kupeleka huduma maeneo ambayo yanaonekana ni risky areas, alafu wewe ndo likawa soko lako, unafanya miamala pale masaa 24 mchana mpaka usiku. Kwa mwisho wa siku unajikuta wewe M-Pesa yako ina operate na unakuwa na usalama mkubwa, tofauti na maeneo mengine ambayo watu wanahofia usalama, wanafanya kazi ndani ya masaa kadhaa. Kwa hiyo tukakidesign in such a way ambayo kikawa ni mobile, kinaweza kuhamishika, kikawa ni salama kwa maana ya bulletproof, kikawa na features mbalimbali ambazo zina ensure usalama. Kwa next session sasa tutaenda kukidesign hiki ki-M-Pesa kioski hiki practically kabisa kwa kutumia AI. Tutakipata, tutakidesign na material na gharama zake ambazo itakuwa ni cheap, ambayo mtu yote anaweza kuafford, na inaweza kuwa ni business mojawapo ambayo inaweza kuingia sokoni moja kwa moja kupitia mawakala. Nao hili zoezi linaitwa random combination, ambapo unachukua vitu ambavyo havina mahusiano na unajaribu kuanza kutafuta uhusiano katikati yake. Ndio maana unaweza kaona safari yetu imetoka kwenye condom na pistol, vitu ambavyo havina mahusiano kabisa, vikatuleta mpaka kwenye bulletproof nguo ambayo ni transparent, lakini mwisho wa siku tumetoka hapo, imetusafirisha hiyo safari mpaka imetuleta kwenye kioski cha M-Pesa ambacho ni transparent na ambacho hakipitishi risasi na wala silaha ya aina yote haiwezi kukuataki, na kikaa kina usalama na kina ensure huduma wakati wote masaa 24. Kwa hiyo umeona safari ambavyo imetoka hapo. Kwa hiyo sasa na wewe unaweza kufanya activity hii, ukachukua vitu ambavyo havihusiani kabisa randomly, ukawapa watu tofauti tofauti wakakuandikia, then ukachukua ukaanza kujiuliza kama zoezi la namna gani unatoka nje ya box. So this is how tunatoka nje ya box. Ni one of the tool, tutaifanya mpaka mwisho. Next time tutakuja kujifunza kuhusu tool nyingine tena.